usoni, ni mtu ambaye anatisha. So hiyo ni character ambayo nimejitengenezea kwa watu, kwa mashabiki zangu na watu ambao wanafuatilia kazi zangu. So ipo hivyo yani. Ipo hivyo. Yeah. Okay, vizuri sana. Na vipi kazi ambayo umefuata kuifanya South Africa? Mmefikia kiasi gani au mko kwenye level gani? Ndio mmemaliza au bado ndio hamjaanza? Cha kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumefanya kwenye ukubwa sana. Na kwa watu waendelee kuisubiria tu katika sikitu Nabu anaenda kufanya kitu gani, unajua mpaka tumetoka kutoka Tanzania kuja katika nchi za watu, na Mungu anatusaidia pia. Lakini pia tunashukuru kwa upande wa mama yetu Mama Samia. Sanaa ameifanya imekuwa kubwa tofauti na miaka ile ya zamani. Sasa hivi kwenye sanaa unaweza ukafanya ukaenda katika mji wote. So mama amejitahidi kwa upande wake. Ameifanya sanaa yetu imezidi kuwa kubwa. So jambo letu ni kubwa sana. Sana. Klamu ndo anaweza kulizungumzia kwenye ukubwa. Vizuri sana. Naongea na wewe Klamu huyo. Hivi Klamu Vevo ni mtu aina gani nje ya uigizaji? Klamu Vevo ni mtu mpole tu, mwenye aibu zake za kutosha. Ni mtu wa namna hiyo. Sio mwongeaji sana, sio comedian, nje ya comedy. Jamaa, kuna scene moja ambayo niliwahi kuona hivi, umebeba sinia la wali, alafu ukajifanya kama unaanguka hivi. Alafu ukaambia ulikuwa unajifanyisha hivi, wale siku ile waliniona wanakuzabazaba vibao pale. Ilikuwaje pengine? Ilikuwa ni idea tu, tumekaa tukafikiria nifanye kitu cha aina hiyo. Ndipo nikawaambia wale wazee kwamba tufanye hivi. Wakubali, chuma ikaenda mjini. Bila shaka. Na pengine hivi ukiangalia ulivyoanza kuigiza mpaka sasa, umepata mafanikio kiasi gani, na pengine siri ya mafanikio? Mafanikio ni makubwa. Kwanza kabisa tumshukuru Mwenyezi Mungu. Pili tumshukuru Mama Samia Suluhu, rais wetu kipenzi, ambaye anaongoza vyema taifa letu kiasi ambacho tunaweza kufanya sanaa na ikafika mbali, na ameipa thamani kubwa sana. Pili tushukuru bodi ya filamu inatusimamia vyema na imetengeneza misingi mizuri kiasi kwamba tunaweza kufanya sanaa hata nje ya Tanzania bila shida yoyote. Mafanikio ambayo mimi nimeyapata yanahusiana sana na uongozi mzuri. Naweza kusema mimi ni miongoni mwa wasanii wa kizazi kipi ambao nimefanikiwa sana. Kwa kuwa bilionea sio kitu rahisi kupitia sanaa, unajua. Sema muda si rafiki, nilikuwa na swali kidogo nitaka kuuliza kuhusu hilo swala la ubilionea, maana nilisikia kuna video ukasema kwamba kwa wasanii wa kizazi kipi hakuna ambaye anakuzidi hela. Hilo kweli ni hilo? Ni namna hiyo kabisa? Of course mimi ni bilionea, ni msanii ambaye, kwa sababu ukitaka kuangalia kwa mfano Skitu tumekuja kuishoot hapa South Africa, si ndio? Bajeti yake Skitu peke yake ni kama milioni 520. Ambayo tumeitumia 27. 527 ambayo tumeitumia. Kwa hiyo kama ningekuwa bilionea nisingeweza kufanya. Hongereni sana. Kweli muda si rafiki nikiangalia ukutani. Pengine nije kwako Nugwa. Hivi tofauti na wale legend kama vile kina Mzee Senga, kina hayati marehemu Majuto, Bambo, mzee wa hamna shido. Hivi ukiangalia kwa wasanii wa kizazi kipya, hivi kama tunaweza tukaitafsiri kazi yako kama vile gari la kuendesha, ni nani? BM au Mercedes? Ni gari langu sijui Fogo. Gari ambayo maana ni gari fulani hivi libaya, yani limekaa kiasala. Aya, saa 12 na dakika 54, Stella Longo tayari ameingia studio. Dakika kama 6 kutoka sasa nitawachia wenzangu wa lugha ya Chinyanja usukani kuendelea na matangazo katika lugha ya Chinyanja. Stella tayari uko hapa. Stella mulibwanji. Ndiri bwino kaiwa beti habari, naona zoti muna mu studio mwazazantu. Umeandalia wasikilizaji wako kitu gani? Leo tikali nyimbo zosera za mu Africa kumaso anzatu apega moni kwa kondedwa au pa WhatsApp kumaso pa Tsamba Channel Africa pa Facebook. Tivile limodzi abedi. Asante sana, zikomo. Haya, dakika 5 kutoka sasa Stella Longo atakuja kuchukua usukani na kuendelea na matangazo ya Channel Africa katika lugha ya Chinyanja. Mpenzi msikilizaji, nikujuze nikupe taarifa ni kwamba hapa tunatangaza katika lugha 6 tofauti. Kuna Kiswahili, Kifaransa, Kireno, Chinyanja, Kiingereza. Hawa ni wenzetu wa Chinyanja. Chinyanja watu wa Malawi na Zambia huko kidogo huko wanasikika kwa kishindo kikubwa sana. Vevo na lango ni wapeni pengine dakika kama sekunde kama 30 hivi kila mmoja, neno la mwisho kwa watu ambao wanawasikiliza.
Nianza nawe vipi? Ujumbe wako kwa wote ambao wanakusikiliza. Mimi naomba tu watu ambao wanatufuatilia waendelee kutusapoti kwa sababu tuna vingi vya kuvifanya. Naam. Tunaombea kwa Mwenyezi Mungu na watuombee zaidi na zaidi. Kwa upande wako pengine? Mimi niseme kila kitu Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kuweza kupanga. Kwa hiyo tunaomba Mwenyezi Mungu atusaidie kwa sababu hii ni hatua yetu ya kwanza, na mashabiki zetu basi waendelee kutufuatilia katika kazi zetu ambazo tunazifanya. Naam. Na wao ndio watu wa kwanza kuzipeleka kazi zetu katika sehemu mbalimbali. Kwa hiyo sisi tunawashukuru katika hatua moja. Hata kuja huku pia ni kwa sababu tunawapenda sana mashabiki zetu. I'm so proud watu waangalie kitu nini kinaendelea kutokea. Yes. Haya, basi ngoja nikutakie kila laheri katika mazuri yote yale ambayo mnayapanga kuyafanya. Na karibuni tena Channel Africa, Johannesburg, Afrika Kusini. Naenda nyumbani. Sijapenda. Anaitwa Clamvevo, mpenzi msikilizaji, na kufikia hapa sina la ziada. Kwa nami Abedi Jean de la Croix katika mpango mzima wa Zilipendwa. Tukutane weekend ijayo panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Mimi niseme alamsiki na uwe na Jumamosi njema. Ciao. Ndio vipi? Kubwa ulikuwa nao?